Okay, basi karibu katika mahubiri ya leo, katika ibada ya leo siku ya Jumapili tarehe 26 Januari mwaka wa 2020. Somo la leo kichwa chake ni hiki. Mpango mahususi wa kishetani. Mpango mahususi wa kishetani wa kufuta jinsia duniani. Mpango mahususi wa kishetani wa kufuta jinsia duniani. Kwa mtu anayeandika maneno ya Kiingereza unaweza kusema transgender movement. Transgender movement. Mpango mahususi wa kishetani wa kuondoa tofauti za kijinsia au kufuta jinsia. Siku hizi neno jinsia kama utangulizi tu katika mpango huo wa kuondoa maana ya jinsia na nini wamesema jinsia sio neno sahihi. Kuna neno jinsi. Yaani kwamba huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume, hiyo sio jinsia tena, inaitwa jinsi. Ni kuhamisha tu magoli watu washindwe kuelewa. Yaani ni sehemu ya mpango huo vile vile, kubadilisha maneno. Leo siku hizi neno dhambi limefutika, inaitwa makosa. Dhambi na makosa ni vitu vinalingana. Mtu alifanya dhambi na mtu alifanya makosa ni sawa. Dhambi inabeba ujumbe mzito na hukumu ndani. Neno matatizo limefutwa, limeondolewa, limekuja neno changamoto. Watu hawataki kusikia kwamba kuna matatizo. Hata kama mtu amesababisha matatizo, wanasema hapana, hakuna matatizo, ni changamoto tu. Ni kule kuhubiri vitu vyenye kuitwa fikra chanya tu peke yake. Hapana, matatizo yapo. Yapo makubwa tu. Na ndio yanaongezeka, lakini wanakuambia hakuna matatizo. Sasa vile vile na jinsia. Sasa kama utangulizi tu tukubaliane na turudi katika utangulizi wa somo la leo. Transgender movement au mpango wa kufuta jinsia au jinsi wanataka kulitumia neno wenyewe kwa maana watu wa duniani. Kama utangulizi, Mungu aliumba jinsia mbili tofauti kwa makusudi yake. Siku ya kwanza ya uumbaji, kwanza wanakuambia kwamba mwanadamu hakuumbwa alitokana na kuku na mjusi na sokwe hapana. Lakini Biblia inasema mwanadamu aliumba. Sisi tunamwamini Mungu, tunaamini Mungu aliumba wanadamu. Kwa hiyo Mungu aliumba watu wangapi? Watu walioumbwa na Mungu kabisa kwa mkono wa kuumba kwa kufinyanga. Walikuwa wangapi? Wawili. Mwanamke na mwanaume. Na katika hao wawili, hizi jinsia mbili, hakuna ambayo ni bora kuliko nyingine. Tutakuja kuona kwamba inatengenezwa picha kwamba moja ni bora kuliko nyingine ili kusudi hii iondolewe. Lakini zote Mungu aliziumba kwa makusudi, na kama asingeumba jinsia ya pili, kwa sababu alianza kaumba jinsia ya kwanza katika jina la Adam. Adam alikuwa hajitoshelezi kwa lolote. Kwa hiyo Mungu akasema hapana. Tunaweza kusema kama angekuwa ni wa kuumba, kama ingekuwa hana lengo la kuumba jinsia mume na mke au jinsia ya kike na kiume, basi angemuumbia Adam wadogo zake 7 wa kiume. Lakini akasema hapana, kuna upungufu ambao hauwezi ukakaa bila kuzibwa na mwenzake. Ni huyu kamuumba Eva. Japo alimtoa ndani ya Adam. Na Eva kaja kamzaa mwingine kama Adam. Kwa hiyo Mungu akaweka hawa wawili kwa makusudi kabisa. Kabisa kwamba huyu anatakiwa kwenye nafasi hii na huyu anatakiwa basi. Natoka kuona kwenye maandiko mara nyingi sana. Kwa hiyo hakuna jinsia ambayo iliumbwa ikiwa mdogo kuliko mwenzake, hapana. Mungu aliziumba kwa makusudi tofauti. Ila sio kwa maana kwamba wote wanafanya kitu kimoja, hapana. Zingekuwa kitu kimoja Adam alikuwa anajitosheleza. Lakini sasa, kwa hiyo Mungu aliziumba ili kusudi hizi jinsia zishirikiane, moja ikae kwenye upande wake ifanye majukumu yake na nyingine ifanye majukumu yake ili kusudi kazi ya Mungu iwepo, makusudi ya uumbaji wa Mungu yakamilike. Lakini leo tutaona mvurugano wa kufuta
kwamba hakuna lazima kuwa na jinsia, huyu anaweza kawa hapa, huyu akawa hapa, vyote sawa. Ni mpango wa shetani na naomba ufumbue macho ulijue hilo. Unaweza kusema hili tatizo ni kubwa kiasi gani Tanzania, lipo la kutosha. Kipi ni bora? Ni kusubiri ugonjwa wa Ebola umeshaua watu 500 ndani ya nchi au kuzuia mipakani usiingie Tanzania? Kuzuia ni bora, si ndio? Lazima tujue ndio hili tatizo limeshaingia, lakini kuna maeneo linatesa zaidi. Lakini ni vizuri tulijue lipo na ni jingi sana na tuliona. Nikishaanza kusema haya mambo nikafafanua nikatoa mifano utagundua kwamba kumbe ndivyo ilivyo. Ndivyo. Kwa hiyo kwa vile Mungu aliumba hawa watu wawili kwa jinsia mbili tofauti na akazipa makusudi tofauti na malengo tofauti, dunia imejipanga kwa uvuvio wa shetani. Na utaniambia kwamba shetani sasa anafaidi nini? Okay, sipendi kutangulia kusema ambayo nitakuja kuyasema baadaye. Nitakuja kuona faida yake ni nini. Lakini kuna faida kwa shetani. Kwa hiyo dunia kwa uvuvio wa shetani, kwa mifumo ya kidunia, mifumo ya elimu, mifumo ya tawala, matangazo, maigizo, mafundisho mbalimbali na hivi vitu vingi vya kidunia, vyote vya dunia vikivuviwa na shetani vinajaribu kufuta nafasi ya mwanamke na nafasi ya mwanaume na kuwafanya watu kitu kimoja na ambayo ndo tunaita ni aina fulani ya falsafa au movement inaitwa transgender. Transgender ni kutransfer, kuhamisha, huyu akaenda huku, huyu akaenda huku. Transfer, kuhamisha. Transgender. Wanatumia mbinu zipi? Mbinu hizo ni kama hizi zifuata. Ni nyingi lakini tutasema chache. Mbinu inayotumika. Ya kwanza ni vitu tu vya jumla vya kijamii kwenye television. Vipindi vya kwenye TV. Vipindi vya kwenye TV. Sasa hivi utakuta maigizo mengi wanaume fulani wanaigiza wanachekesha sana, nimeshawasahau majina, lakini mmoja naye mjua anaitwa Joti. Wasi waangalie. Kila siku utakuta ama amejiweka nini za wakina mama usoni nini? Makeup au amesuka, amevijivalisha minguo, na maongezi. Ile sio bahati mbaya. Kwa sababu waigizaji nishafundisha somo la waigizaji. Waigizaji wanajiita kioo cha jamii. Maana yake anakuambia ninachokifanya nenda nawe kafanye. Kioo ni kitu ambacho kinakupa taswira ilivyo kwamba hivi ndivyo natakiwa niwe. Lakini sio hilo tu, hata mambo yanayohubiriwa, yanayofundishwa kwenye TV inafundisha vitu vingi, vibaya lakini vingi tu. Na kwenye redio na vitu gani? Na vingine vinapenya kwenye simu za mikononi, kwenye nini? Dunia inatumia huo mfumo. Sasa hivi viwanda vingi vinavyozalisha mavazi ya kike na ya kiume na viatu, hasa viatu. Sasa hivi utaambiwa hii ni nguo ya wote, wa wanawake na wanaume, inaitwa unisex. Hii shati anavaa wote. Hili suruali ya wote. Hivi viatu vya wote. Siku hizi kuna viatu ukikiangalia unashindwa kujua ni cha kike. Mlishaviona? Unashindwa kujua ni cha kike ni cha kiume. Wanaovaa wengi ni wanaume. Unakakuta kana malembo kako flat yani unashindwa kuelewa, lakini nakwambia hicho ni cha kike na cha kiume. Haiji kwa bahati mbaya. Unaona kwa maandiko. Sitaki kuondosha kwa maandiko kwenye hoja ambayo haijafafanuliwa. Ili usome maandiko yakija uweze kuona maana yake halisi. Kwa hiyo kuna uzalishaji wa bidhaa nyingi unakuta suruali unamwona kijana anatembea akivaa suruali sio kujua kwamba ni mwanaume au sio mwanaume. Mienendo tu akitembea siku hizi unakuta kuna vijana wa kiume anaenda anainua nywele zake juu, anazipiga makeup, anazifanya nini na usoni anapiga, akitembea na kasauti kanabadilika, unakuta anatembea hivi. Hivi. Hamje kuona? Wengi sana. Wengi kabisa. Sasa kinyume chako unakuta kuna wanawake anaenda anavaa suti,
anapiga na tai kabisa. Unakuta na sauti anaipandisha kidogo. Kwa mfano ukikutana maaskari barabarani, unakuta wengi wanajifanya wanaume. Kabisa. Lakini sio mpango wa Mungu. Tutakuja kuona makusudi yake ni nini, mabaya na madhara yake. Kwa hiyo ni mpango wa kishetani wa kufuta jinsia. Tutakuja kuona maana yake. Kwanza tupate hoja zilivyo, sasa tutajua maana hiyo hoja ni nini. Wanawake imeshazoeleka kuvaa mavazi ya kiume. Tutakuja kuona kwamba vazi la suruali ni la kiume. Na ni kitu ambacho hakina miaka hata 30. Zamani akitokea mwanamke amevaa vazi la ni nyakati za mwisho. Hivi haviji wakati wowote, vinakuja wakati huu. Sasa hivi kuna upasuaji wa kimataifa sehemu nyingi wa wanaume au wanawake kubadilisha, anasema nilikuwa mwanaume nimeamua nimebadilika, nimekuwa mwanamke. Kuna mtu mmoja maarufu sana na wengi walikuwa ni watu maarufu waigizaji hao. Kuna mtu mmoja maarufu sana anaitwa Bruce Jenner. Ni Marekani, alikuwa mkimbiaji wa kimataifa mwenye misuli. Nitaweka hata hapa picha yake hii hapa. Sawa, ngoja niweke hata kwenye TV. Sawa. Bruce Jenner ana watoto wengi, wengine ni waigizaji wakubwa tu. Alikuwa baba yao eti mwaka juzi 2016 kaenda hospitali akapasuliwa na daktari mpuuzi, akabadilishwa ameshakuwa mwanamke. Sasa wale watoto wamekosa baba. Na anashinda kwenye vipindi vya TV ili kusudi awe kioo chako cha jamii. Anaitwa Bruce Jenner, akabadilika akaitwa Catherine. Sasa hizi amevaa sina nguo. Mnamwona hapo mlioko? Anayetaka aje achukue hapa. Sawa, Bruce Jenner. Watu wanajifunza na sio huyu ni mfano, lakini ni kitu kawaida sana sasa hivi. Sio jambo la kawaida. Sio jambo la kawaida. Sasa hivi kuna shoga na inahusiana na ushoga. Kuna shoga mmoja amekufa mwaka jana, alikuwa anaitwa Binyavanda Wainaina Marekani, alikuwa hapo Wainaina alikuwa hapo Kenya. Binyavanda Wainaina amekufa mwaka jana, amekufa kwa ukimwi akiwa na kansa pia. Sawa? Hebu muangalia alivyovaa. Mseme Ukimwona mwanamke aliyevaa suruali ujue picha yake kwa mwanaume anayemuona anajiona kama mnavyomwona mwanaume aliyevaa gauni refu na nguo za kike. Huyo hapa ni mwanaume mwenye kuhitaji simu apelekee. Mimi nitaendelea kuhubiri afu utanirudishia. Sawa? Ni kioo cha jamii, ni shoga na Mungu amempiga kwa ukimwi. Na kansa, amekufa mwaka jana. Alikuwa hajafikisha miaka 50, alikuwa ndo anagonga 50. Hana watoto. Lakini kioo cha jamii siku akienda kuongea kwenye TV. Akienda kuongea kwenye TV, wanakusanyika Wakenya wote na watu wote wanaosikia Kiswahili. Wafuatiliaji wake wanamlilia. Ni shoga. Mungu anasema aliwaachilia wafate uovu ili kusudi wasiopoke hata Mungu. Nani ambaye kuona huyu hapa? Naomba mtu amshike mtoto. Sasa hii sio bahati mbaya. Na sio bahati mbaya kwamba inaendana na ushoga na uovu na uchafu. Tutafika kwenye maandiko baadaye. Sasa hivi kuna mwimbaji maarufu Tanzania ni nani? Namba 1 wa kiume. Diamond. Naomba mchukue. Ili ni vazi, amevaa sketi na suruali, ni Mtanzania huyu. Naomba mpelekee pale. Amevaa sketi juu ya suruali na juu kaweka mashanga ya kina mama na nini. Sio kwa bahati mbaya. Ni kioo cha jamii kusudi watoto wako wawe hivyo. Na ni shoga anahubiri ushoga. Ni Mtanzania anaishi hapo jirani yenu. Ni kioo cha jamii. Singeri mpya imetoka ya fulani nataka. Watoto ndo wanaikaria hawajui neno la Mungu. Sio bahati mbaya. Sio bahati mbaya.
Naomba uirudishe hiyo picha nimalizie picha zilizobaki. Sawa, sio kwa bahati mbaya. Ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu akusema taona maelekezo ya Mungu anasema nini. Sasa mtu ataamua kwamba ni yafate au nisiyafate. Picha zake nyingine yuko kwenye stage huyu hapa picha zake hizo. Naomba ni hizo. Yuko ananengua na sketi zake. Sawa, nani ambaye haoni? Ndio huyo rafiki yenu mnayempenda. Ndio huyo. Sawa? Sasa hivi mwanamke kwenda kavaa kisuruali mpaka kaenda mpaka popote pale, akatoka ndani ya nyumba yake. Ukakutana naye yuko hivi. Ni kitu cha kawaida sana. Huyu maana yake hana tofauti na yule mwanaume tuliyemuona amevaa magauni. Ni kitu kimoja yani kinyaa chake mbele za Mungu. Biblia inasema ni machukizo tutakuja kuona. Sio bahati mbaya. Sawa? Mwingine kwenda akavaa hapo akavaa hivi, nguo kama hii. Sawa? Sio kitu cha ajabu. Ni eti cha ajabu. Ni kitu ambacho eti asiyefanya anaonekana mshamba. Asiyefanya anaonekana mshamba. Kwa hiyo wanatumia hawa watu maarufu wanatumia, lakini huhitaji kuwatumia watu tayari washaharibika. Lakini mimi na wewe tusharibika. Na si vizuri kusikia maneno haya ukaacha hapa. Yaingize katika vitendo. Mimi ngoja niulize. Okay, nitafika huko baadaye. Wanatumia vipindi vya makatuni kwa watoto wadogo. So ukitaka jambo lieleweke vizuri, lifundishe kwa mtoto mdogo. Ukitaka mtoto amjue Mungu, mfundishe akiwa bado mdogo. Ukitaka ashike maneno ya Mungu, mfundishe Biblia akiwa mdogo kama hao. Ukitaka mtoto ajue lugha fulani labda ni Kiingereza, mfundishe Kiingereza akiwa na umri huo. Lakini ukisubiri ameisha kuwa mzee mtu mzima, atakwambia easy na wozi. Vile wanatumia watoto wadogo vipindi vya makatuni ili kusudi watu wazoee huu mfumo wa transgender wa mwanaume kuwa mwanamke kuwa mwanaume, kimavazi, kiutenda. Tutakuja kuona kitu kimoja baada ya kingine kwa maandiko. Sio bahati mbaya. Wanatumia vipindi vya mashuleni vya elimu vya kawaida kabisa. Mtu anakuja anakuambia kwamba analifundisha vipindi vya sayansi, maendeleo, vinaitwa development studies. Wanakuambia hakuna mwanaume, hakuna mwanamke kwa asili. Tofauti tu ni fikra. Kwa hiyo Mungu alikuwa mjinga alipowaumba mtu mke, akaona mume, akaona hatoshi, akamwekea mwanamke. Tusome kutoka katika kitabu cha Mwanzo. Tutafululiza kwenye Mwanzo sehemu kama 3 hivi. Twende haraka ili kusudi tumalize mapema. Tukifungua maandiko haraka tutamaliza mapema. Lakini mimi mwenyewe inabidi niende haraka zaidi. Mwanzo 1 tusome mstari ule wa 10 na actually Mwanzo 2. Tusome Mwanzo 2. Mwanzo 2:18 Biblia inasema hivi. Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. By the way, alikuja kama msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanya kutoka katika ardhi kila mnyama wa msitu na kila ndege wa angani, akamleta kwa Adamu ili aone atamwitaje. Kila kiumbe hai jina aliyokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege. Mstari wa 21 anasema nitarukaruka nifike nani? Okay, Biblia inasema kabla mstari wa 20 mwisho anasema lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Akaona kuna upungufu, huwezi kusimama na mwanaume peke yake Adamu.
jibaba lenye nguvu lenye kila kitu lakini limepungukiwa. Linahitaji mtu wa upande wa pili. Hiyo ni hekima ya Mungu. Mstari wa 21 Bwana akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akafurahi akasema sasa okay nikimsema Kiswahili cha Dar es Salaam ni Adamu. Hicho cha kidengereko. Ndio kimezoeleka okay ni Adamu sasa. Akawa amekamilika. Huko amekamilika na huko amekamilika. Leo dunia inasema hapana, hii sio lazima tufute huu mfumo. Yaani wanachopambana nacho ni sehemu hii ndio wanaopambana nayo. Mstari wa 23 Biblia inasema Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Adamu akampa cheo akambatiza. Wewe ni mke wako. Wewe ni mwanamke. Leo hii ni kinyume chake tutakuwa. Unaona aliyekuwa na jukumu la msingi katika eneo hili kwa Adamu. Leo dunia tunaambia si haki sawa za vitu gani? Zile haki ni sawa kabisa. Hakuna unafikiri kuna mtu Mungu alimkandamiza? Dunia na Mungu nani mwenye kutoa haki? Mungu ndiye mwenye haki. Alichokiumba unaweza kufikiri sio haki lakini Mungu ndiye mwenye haki. Chochote alichofanya Mungu ni haki na ni chema. Mungu akaona kwamba vitu vyote ni vyema. Dunia inasema hapana, Mungu hapa akakosea bwana. Amewakandamiza hawa. Ngoja tuweke haki. Hapana. Mungu ni mwenye haki na kila alichokiumba alikuwa na makusudi mema. Na kama watu wote, hasa niwaambia kina mama, hasa walio yamkini hamko wengi wako hapa, walio wanaonisikiza kutoka mbali, wangesimama katika mpango huu wa Mungu, maisha yao yangekuwa na furaha nyingi sana. Lakini yamefichwa kutoka katika macho yao. Wewe unafikiri mwana mpotevu alipoondoka, sasa alifikiri anaenda kutumbua maisha? Huyu baba huyu, kila siku tunafanya kazi, hebu nipe mali zangu niondoke nikatumbue maisha. Akaenda akapiga kinywaji, akapiga umalaya na uzinzi na washerati, maisha yakampindia. Alirudi anaomba kuwa mtumishi sio mtoto. Lakini Mungu alivyo mwenye huruma, kwenye picha ya baba yake akasema njoo utakuwa tena mtoto mzuri, akamvalisha. Lakini baada ya kurudi hakumvalishia kwenye uchafu wake. Alipokuwa kule wala hakumtumia pesa kwa njia ya posta. Alimwacha endelea kula na nguruwe. Lakini alivyotubu kutoka kwenye uchafu wake, akarudi baba alimpokea. Tena akampokea kwa wema kuliko hata yule aliyebaki nyumbani. Sijui kwa nini. Twende katika kitabu cha Mwanzo hicho utaruka sura ya 2 tutaingia ya 3 actually nichukue sura ya 2 twende ya 3 mstari wa 16 Biblia inasema hivi. Baada ya Mungu kuwaomba ikaingia dhambi na uchafu na nini, lakini Mungu hakuwaacha, akawapa utaratibu. Mlango wa 3 mstari wa 16 Mwanzo Biblia inasema anaanza kila mtu anampa nafasi yake na anaanza na mwanamke pa. Hakuanza na Adam, alianza na mama. Alianza na nyoka kwanza. Kwa sababu alikuwa makosa yalikuwa yamepangwa vibaya. Alikuwa nyoka lilianza, alikaja mama, akaja baba. Kila mmoja akawa anampa habari zake. Anampa kipande chake, anampa panado ya kwake, ya maisha yake. Anasema hivi mstari wa 16 anasema akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala. Dunia inasema hapana. Mnapata uchungu sana msizae, funga kizazi. Haya dunia inawapenda kuliko Mungu. Naye atakutawala anasema hapana. Hapana Mungu hatupendi. Haki sawa 50 kwa 50. Hapana. Mimi niko Tanzania, Rais Magufuli ananitawala. Na balozi wa nyumba 10 hapa jirani ananitawala. Namzidi elimu lakini ananitawala mimi. Je, si zaidi sana mpango aliweka Mungu mwenyewe? Lakini leo utaambiwa haki za nini? Huyu si nini? Hapana, ni mpango unaopingana na Mungu na ukishapinga mpango wa Mungu unatafuta uovu.
kutafuta maumivu. Sikiliza hicho anamwambia Adamu. Nacho Adamu naye ametoka huko. Anaingia mstari wa 19 anasema kwa jasho lako, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Unajua kwanza tuje hata hili lako. Sasa hivi kuna utafiti mpana sana unaendelea duniani mkubwa tu. Wa kwenye chromosomes wa kutafuta kuondoa uzee, mtu asizeeke milele na kuondoa uwezekano labda ufe kwa ajali lakini usife kwa uzee. Mungu anasema akawapa miaka 120 baadaye akaona wanaendelea kukaa vibaya akawagonga 70 au 80 ukiwa na nguvu. Eti wao wanatafuta usiweze kurudia mavumbi. Ni utafiti wa kisayansi mkubwa tu. Mimi nasema kitu ambacho nakijua. Lakini kabla hapo alimwambia wewe mwanaume kazi yako ni kutoka jasho ili kusudi, kwa sababu shawaunganisha wawili. Ili kusudi uweze kumwezesha huyu na wewe na watu wako kuishi kula. Leo hii utaambiwa mwanamke golikipa unamtegemea mwanaume. Haukwamba Eva Mungu amemwambia kwamba akatoke jasho. Dunia inamwambia usizae watoto nile katoke jasho wewe. Alafu mlee Adam ili kusudi asije kukutawala umfuge ndani ya nyumba yako. Ndio mpango wa dunia huu. Nani anahisi kwamba anadanganya? Nani anahisi kwamba anatia chumvi? Nani anahisi naudhi watu? Utakachochagua. Lakini mimi nasema ukweli wa mambo yote. Kweli wa mambo yote. Mpango halisi ni upi? Ni kijana kuwa msafi mtakatifu mbele ya Mungu akamcha Mungu. Binti akawa msafi mtakatifu mbele ya Mungu akamcha Mungu. Wakaunganishwa katika agano la milele la ndoa. Huyu akatoka jasho, huyu akalea watoto. Ndio mpango wa Mungu. Ukiutengwa tu kidogo, umezaa mimba ndani ya nyumba za watoto wa kike, umezaa mashoga wa kiume, kuna watoto, una ukimwi, una matatizo. Lakini ndio dunia haitaki kabisa kusikia. Yaani katika vitu ambavyo wewe usema vitu vingine vyote lakini hapo usiwaambie watu wa dunia hawataki. Kwa sababu Mungu wa dunia hii amewapofusha macho wasiweze nuru ya Mungu isiweze kuwazukia. Biblia inasema katika Wakorintho wa pili mlango wa 4. Mstari wa 4. Shetani amewapofusha macho. Mwanamke golikipa utamtegemea. Hivyo mwanamke usikuzi utamtegemeaje mmeo? Mungu ndicho alichosema lakini. Ndicho alichosema. Lakini haina maana kwamba haine basi awe mgonjwa ndani ya nyumba amefungwa mikono pana. Biblia inasema katika of course sitaki kwenda kwenye somo ambalo halikuwa la leo ila ili kusudi watu wasielewe vibaya nitakugusa hilo eneo. Siko mpango wa leo. Anasema katika Zaburi ya 131 kwamba mke mwema hutafuta chakula kutoka mbali. Hela inatoka kwa mume lakini anatafuta chakula kutoka mbali, anakileta anawalisha watu wake nyumbani. Anafanya kazi na kuhakikishia mtu anayefanya kazi ndani ya nyumba anafanya kazi nyingi kuliko anafanya kazi ndani ya ofisi. Kweli. Kwa hiyo ofisini anaweza kasaini, nyumbani atafanya vitu vingi. Zile kazi zote ni nzito. Na unaweza ukakuta yule mke anayetunza vizuri matumizi ya fedha za nyumbani kwa baba kwa mmewe anaokoa hela nyingi kuliko ambazo angeweza kuzifanyia kazi akazileta pale kama angezileta. Ndio sababu leo unaweza kwenda kwenye nyumba ambayo watu wanapata shilingi 300 tu kwa mwezi, wanaishi vizuri kwa sababu ya kununua vizuri vitu na mama akawa makini akachafuta. Sio anaenda pale anaenda anakutana hapa tunauza kitimoto kilo 1,020 akaenda kazimaga zote. Anatumia akili anasema nitachukua shilingi 20,000 nitanunua kilo 3 za nyama tutazila katikati ya hizo na maharage na kunde na nini zinamaliza mwezi. 20,000 namaliza mwezi mzima, kitimoto ingeweza kuliwa ndani ya usiku mmoja afu wakabaki na tamana na kukosa shibe. Anazitumia fedha vizuri za mume wake, za nyumba yake. Anaziokoa kuliko kuweka chochote.
Kipi kizuri? Kuwa na uwezo wa kuweka hela nyingi mfukoni au kuziba mfuko usitoboke ukazitupa zile hela? Kuziba mfuko. Ili kusudi kile kinachoingia kikae. Okay, naweza nikaendelea katika ile neno hilo kwa sababu neno hili niko kwenye jinsia. Kwa hiyo nisiende kwenye uchumi zaidi ambao nao ni mpango wa Mungu ule. Sasa tunaenda kuangalia Mungu alipoumba watu huyu mume na mke, mtu jinsia jike na mume alikuwa na makusudi, aliwatofautisha katika vitu vingi ambavyo sasa ili kusudi ufute lazima ufute zile tofauti zilizoundwa na zilizowekwa na Mungu. Kwa hiyo hawaendi wakasema hapana tumefuta hapana. Wanaenda wanatafuta zile tofauti zilizowekwa na Mungu ndizo wanaanza kuzipinga na kuziondoa. Ukishaondoa zile tofauti unapata matokeo ambayo sio tofauti. Yaani ufanano unakuwa mkubwa. Mungu alitofautisha mwanamke na mwanaume katika mambo yafuatayo. Nitatamka alafu nitaenda moja baada ya nyingine. Aliwatofautisha katika mavazi. Kwanza katika maumbile. Leo hii unaweza ukakutatua hata kwenye maumbile. Sitaligusa kwa sababu alikuwa kwenye limekuja tu hapa. Hata maumbile utakuta ukienda kwenye TV au kwenye simu utakuta wanatengeneza taswira ya mabinti ambayo ameenda amefanya mazoezi makali akaota misuli mikali na akafanya mazoezi akafanya ili anakuwa kama kamba mgumu sana. Sio picha ya maumbile ya mwanamke. Soma katika kitabu cha wimbo ulio bora. Yule mwanamke kuna majibizano ya mtu mke na mtu mume. Wakaongea maneno ya Mungu. Mwanaume alimsifia yule mwanamke kwa maumbile yake laini ya uzuri wake. Na yule mwanamke alimsifia kwamba alikuwa na miguu kama ya shaba. Mwanaume anatakiwa na miguu migumu kama ya shaba. Mwanamke awe laini. Ndio maumbile aliyoumba Mungu. Na nani anahisi kwamba hakumba hivyo Mungu? Lakini ukionyeshwa sijui Michelle Obama amefanya mazoezi, amekomaa, ameota kifua ili kusudiwe kama ni sehemu ile ile. Shetani hawezi akakudanganya kitu ambacho utakielewa. Atakudanganya kile ambacho hujui ili kusudi uanguke kwenye uongo wote. Lakini tofauti ya pili, hiyo ni ya kimaumbile. Tofauti aliyowapa ya kwanza ilikuwa uvaaji wao. Leo hii mwanaume avae sketi na kuhakikishia ndani ya miaka 10, 20 hizi picha tulizoziona sisi kwa wasanii wawili watatu. Ndani ya miaka 10, 20 itakuwa ni sare ya wanafunzi wanaenda shuleni. Tunataka kijana wako akiripoti form 1 awe na suruali moja, awe na sketi moja ya kuogea, awe na gauni moja sijira. Hii utaambiwa. Siku hizi wanakuambia awe na suruali ya mwanamke. Wao ya mazoezi na nini? Inaanziaga huko inafika. Hawaanzi siku hiyo wakafika. Sawa. Lakini itakuwa ndio vitu unaviona barabarani. Kama vile ambavyo miaka 30 40 ukimwona mwanamke amevaa suruali yamkini angeongeza hata kupiga kelele ukasema kuna umekutana na kichaa. Lakini sasa hivi asiyevaa anaonekana ndiye mshamba. Mimi naomba wakuite mshamba. Hata ikiwezekana kama ulikuwa nazo uziondoe kabisa umgawie kaka yako. Zile suruali. Kwa sababu sio mpango wa Mungu wakati wote ni kitu cha miaka ya juzi. Na tunaona baada ya hicho ndipo tunaona sasa masketi yanaanza kwa wanaume, yanaanza kwa wasanii, kwa watu maarufu ma celebrities. Na niwaambia ma celebrities pamoja na manabii wa uongo ndio vyombo vikuu vya shetani kutimiza makusudi yake duniani. Kwanza manabii wa uongo, Bwana anaenda kukubariki. Wa pili hao wasanii. Na ndicho mtu asipokuwa kwa wasanii siku hiyo anaangalia kwenye simu Diamond kafanya nini, atakuwa kwa nabii wa uongo fulani. Ni maeneo haya. Au kwenye mpira ndio wale wasanii wale. Anakuta kwamba macho au umelala. Yaani ama uko katika hao au umelala. Unaendelea tu kunyweshwa, kulishwa. Sasa nitakuwa nafanya nini hapo katikati? Muulize Mungu atakwambia. Kama atachelewa kuambia njoo nitakwambia. Tusome kutoka katika Mungu aliwatofautisha wanawake na wanaume tena kwa kauli kali. Tusome kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 22. Huo mstari nadhani kila mtu anaujua, mstari wa 5. Nani ambaye haijui Kumbukumbu la Torati 22:5? Unaofahamu? Wako wengine ambao hawafahamu. Sasa naomba nao waufahamu.
Au ukiona hawajui na wewe wafundishe. Sawa? Wafundishe au urudie. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5 Biblia inasema na tutachagua tuone kwamba nani anaamini kwamba Mungu akisema anamaanisha. Mtu anamwambia hiyo ilikuwa zamani. Mungu hana zamani wala sasa. Mungu ni yule yule jana. Biblia inasema Kristo ni yule yule jana leo hata milele. Mungu habadiliki. Akitaka kubadilisha anatuma ujumbe wa neno lake, anamtuma Yesu Kristo. Lakini hakuna siku ambapo Mungu alisema kwamba hii kitu alikuja kubadilisha sabato. Akabadilisha vyakula, akabadilisha kafara na sadaka, akabadilisha vitu, lakini hakubadilisha maeneo mengine. Biblia inasema mlango wa 22 mstari wa 5 inasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume wala mwanamume asivae sketi kwa lugha nyingine. Gauni. Au wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Unasikia Bwana twende tukamwombe Mungu, tukamtolee sadaka zetu, tukafunge sana, tukaimbe gospel, tupeleke injili ukiwa machukizo. Biblia inasema huyo mtu anakuwa ni machukizo. Nani anapenda unafikiri machukizo atakuja kufurahisha? Hapana, Mungu anasema ni machukizo. Ndio amesema. Na hakuna sema ambapo anasema kwamba nimeacha kuchukia. Hapana. Leo hii watu wako makanisani wanajifanya wanamtumikia Mungu lakini wanamchukiza Mungu. Wewe ni usome tena, mimi naonekana huu haujaeleweka bado. Taurudia mpaka tukubaliane, mpaka kieleweke. Na usoma tena bila kufafanua. Mwanamke asivae mavazi ya mwanamume wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Mkristo unaambiwa. Niambie wanawake wa Kikristo. Huu mstari wanaujali wanawake wa Kikristo leo hii? Wanakwenda makanisani hivyo wanasoma. Hata kama wangekuwa wanaenda shambani bado. Mungu hajasema kwamba usiende nao kanisani. Anasema usivae. Unanichukiza. Kesho na kesho kutwa unasikia ukimwi ni mara mbili, unasikia kansa zinakula kila kiungo mpaka nywele. Alafu unaanza kutafuta tatizo ni nini? Tatizo liko pale, machukizo. Huyu jamaa anaonekana na ametoka kusema anaongea usihubiri maneno makali alafu nasoma yaliyoandikwa. Nasoma yaliyoandikwa. Twende kutoka katika kitabu cha ulikuwa kwenye kumbukumbu la Torati, rudi kushoto kwenye kitabu cha pili kwenye vitabu vya Agano la Kale, kitabu cha Kutoka mlango wa 28 mstari wa 42 Biblia inasema hivi. Kutoka 28 42 Biblia inasema hivi. Mungu anamwambia Musa, anasema hivi, nawe wafanyie suruali za nguo ya kitani ili kufunika tupu ya miili yao. Suruali hizo zitafika tangu kiunoni hata mapajani. Picha ya suruali ni kaptura, ni grupu moja. Mungu anaambia wanaume hasa waliokuwa na hudumu, lakini ndio picha ya wanaume. Anawaambia wanaume wavalishwe suruali. Sasa Mungu anafika mbele anasema sitaki wanaume wavae kama wanawake na wanawake kama wanaume wavae suruali. Kwa lugha nyingine, suruali sio hawa wa pili. Kwa sababu amesema wanaume na wanawake wasivae mavazi yanofanana. Huyu avae kwake na avae kwake. Alafu anasema wanaume wavalishwe suruali. Unadhani anaweza kusema pia na wanawake wavalishwe tena suruali wakati ametoka kuzuia? Haiwezekani. Unaweza kusema labda mistari michache. Nilikuwa na mistari kama 8 kuhusu mambo ya suruali. Nitasoma hii miwili tu. Huu pamoja na mwingine mmoja. Tusome kutoka katika kitabu. Tulikuwa kwenye Kutoka, turudi kitabu cha mbele yake. Kuna Walawi. Walawi mlango wa 6 mstari wa 10. Mambo ya Walawi ni kitabu cha 3 katika vitabu vya Agano la Kale. Mwanzo, Kutoka, mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi mlango ule wa 6. Mambo ya Walawi 6. Biblia inasema mstari wa 10. Biblia inasema hivi.
naye kuhani atavaa nguo zake. Na makuhani hapakuwa na kuhani wa kike, alikuwa makuhani wa kiume, ukoo wa wana wa kiume wa Haruni. Anasema hivi, naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake. Suruali ilikuwa ni vazi kibiblia miaka yote, maisha yote, na mpaka mwaka 80 hapo. Mpaka hapo suruali kwa vazi la kiume kwenye Biblia na kwenye maisha ya kawaida. Lakini kwa sababu siku za hatari za mwisho zinakuja na sasa zingalipo, ndio sasa watu wakasema ni sawa. Mungu ametoka kusema ni machukizo. Alafu tunataka tutoke pale, tumuombe Mungu, tumpe sadaka. Hivi mtu anaweza kaenda akakuulia mtoto alafu akakupa na sadaka ukafurahia kwamba asante kwa kunipa sadaka. Wakati ametoka kukufanyia kitu kibaya. Huwezi ukatoka kuvunja sheria ya Mungu ukampa na sadaka akaikubali. Atasema sadaka zenu ondoka nazo. Zipotee pamoja na wewe. Ndio sababu nguvu ya Mungu sasa hivi inaonekana kwenye makanisa. Tena ya Kikristo. Hauwezi kupata nguvu ya Mungu. Utaipataje wakati unafanya machukizo mbele za Mungu? Kwani ngoja niulize swali moja. Niulize kidogo. Kwani hivi kwa mfano ukimwambia mwanaume usivae sketi au gauni, utakuwa umemuumiza sana kwamba umeweka sheria kali sana ya kumchosha? Je, vipi ukimwambia mwanamke usivae suruali je? Utakuwa umemuumiza sana? Basi wamuulize Mungu aliyeandika. Mungu hayawezi akaandika kitu ambacho ni kinaumiza. Kwa mfano angetoka akasema kwamba nataka Mungu kuwe na tofauti ya vyakula. Wanaume watakuwa wanakula nyama na ubwabwa, alafu wanawake watakuwa wanakula maharage na nini na okay na whatever chakula ambacho labda hakivutii sana. Makande kwa mfano. Lakini nasikia sehemu nyingine makande ni chakula cha sikukuu. Sawa, vyovyote vile. Kuna kabila ambapo hawajala makande maisha hayajaenda vizuri. Sawa, lakini tuchukulie labda makande sio matamka. Mungu angekuwa ameonea au amewapa nyama na afu anawapa makande peke yake angekuwa, lakini Mungu akasema hapana. Ni habari ya mavazi. Mimi Mungu akiniambia kwamba usivae gauni au usivae sketi, haniumizi. Vile sio lazima mwanamke avae suruali. Sio lazima kabisa. Ila akiamua, Paulo anasema atakayetaka kuwa mjinga na awe mjinga. Anasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 14. Anasema atakayetaka kukaidi sina shida. Kaidi tu, haina shida. Ndio Paulo anasema. Anasema mimi nimeweka hii. Nimesema hii, lakini atakayetaka kuwa mjinga na kukaidi, sisi hatuna desturi ya kubishana. Waache watakutana na ukimwi. Waache watakutana na kansa mara 3. Waache watakutana na ukimwi. Waache. Naomba niseme kitu kingine kibaya, mnisamee, lakini kunakuja vita kuu ya 3 ya dunia, na uzoefu unaonyesha kwamba vita sehemu yote ile inatesa watu wa aina mbili. Watoto wadogo, akina mama. Vita ni maisha ya amani yanawafaidisha hao watu. Lakini hivi vita havitakuja kwa bahati mbaya, vitakuja kupiga dhambi vile vile na kurudisha watu kwenye mstari. Na ndivyo vile vita vya pili vya dunia vilivyopiga Wayahudi. Wanafikiri kwamba vilivyowapiga kabila moja tu dunia nzima kwa bahati mbaya? Hapana, ilikuwa mpango wa Mungu. Sababu watu walimkaidi, taifa lake likamkataa Kristo. Na ni maandiko. Sio kisasi. Mimi kwanza sina kisasi na mtu. Kwanza siwajui. Na sijui watu wengi hujua. Hapa nilipo mimi sijui watu wengi sana. Yaani inawezekana nawajua ninyi mlioko hapa na majirani wachache. Wengine wote siwafuatilii. Lakini ninasema anayesikia kasiriki. Mungu akawatofautisha wanawake na wanaume kwa mavazi. Lakini mtu anaweza katoka hapa. Mtu tusome vitu ambavyo havihusiani sana, lakini nazo ni mtu anaweza tusome Ayubu 21. Muda umeenda. Ayubu 21. Nitasoma sehemu moja ya Ayubu tu. Nilitaka kusoma na Zaburi lakini nitasoma Ayubu 21. Ayubu 21 mstari ule wa 14. Ayubu
21:14 Biblia inasema leo hii ndivyo watu wanavyoishi maisha ya namna hii. Wanasema hivi. Ayubu 21:14 anasema hivi. Walakini walimwambia Mungu tuondokee kwani hatutaki kuzijua njia zako. Mungu amekwambia kwamba ukivaa nguo hii wewe mwanaume ukavaa gauni kama hawa mashoga ni machukizo kwangu. Anamwambia bana sitaki. Wanamwambia Mungu tuondokee. Hatutaki kusikia habari zako. Mungu anamwambia wewe mwanamke usivae kaptura, wengine wanavaa makaptura. Usivae suruali. Anamwambia mstari unasema walakini walimwambia Mungu tuondokee. Kwani kwa sababu hatutaki kuzijua njia zako. Anasema mstari 15 huyo Mwenyezi ni nani hata tumtumikie? Nasi tutafaidiwa nini tukimwomba? Mungu ni nini? Kwani Mungu akisema nisifanye nikafanya, Mungu atanifanya nini? Ndio maana. Nani anahisi kwamba sivyo hivyo? Mungu anasema, anamwambia na watu wanasoma hiyo maeneo kila siku. Lakini kwani Mungu ni nani? Kwani Mungu akisema inanihusu nini? Kwani Biblia ni nini? Sawa? Tazama siku zinakuja, asema Bwana. Tazama siku zinakuja, asema Bwana. Tunaweza kusoma katika twende katika Zaburi ya 73:10. Kwa sababu tuko kwenye Ayubu, ninaweza kwenda kwenye Zaburi. Watu wanaendelea kusema maneno ya namna hiyo. Yaani wanakejeli Mungu anasema kwani muumini amini ya maneno ya Mungu. Biblia inasema hapana. Tazama siku zinakuja, asema Bwana. Zaburi ya 73, soma mstari wa 10 Biblia inasema hivyo. 73:10 Biblia inasema hivi. Unasema mstari wa 11 hicho tuanzie 11 anasema hivi. Nao husema watu wasiotaka kumsikia Mungu. Wana ni wa Kristo. Nao husema Mungu ajuaje? Yako maarifa kwa aliye juu. Yaani unajua maana yake ni nini? Mungu anaposema hii kitu wanamwambia hii ni ushamba. Mungu hana mtu mshamba ana maarifa. Lakini mtu binti wa akiamua kavaa kimungu, kavaa mavazi mazuri kama mlivyovaa hapa. Asivae manguo hayo. Watu watasema ni mshamba hana maarifa. Na hawa watu wenye kiburi wasiotaka kusikia Mungu wanamwambia kwani Mungu ajuaje? Kwani kuna maarifa kwa Mungu huyo? Si ushamba tu. Wenyewe si watu wa dini tu walokole wanaimba tu. Of course wanaimba tu. Lakini kama mtu ameokoka kwa neno na Mungu wa kweli sio mshamba. Tuendelee mbele zaidi. Mungu akaweka tofauti ya mavazi. Mungu akaja akaweka tofauti ya nywele. Sehemu nyingine nywele ni aina fulani ya mavazi. Na ndio sababu sehemu nyingine wanaziuza siku hizi. Wakati Mungu ameziumba ziwe sehemu ya kiungo cha binadamu. Tuone katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 11. Ungeweza kwenda sehemu nyingine lakini Mungu akaweka. Leo hii sina haja hata kwenda kumaandiko kwanza nifafanue. Leo hii ukikuta mwanamke aliyepiga upara fresh ya unga au nywele fupi kama za kwangu hizi ni kitu cha kawaida sana. Lakini Mungu ndicho anachosema. Au mwanaume alienda kafuga minywele sijui wanaita afro ikapanda mpaka huko mengine akaifunga. Siku hizi naona hata wachezaji wa mpira. Sio bahati mbaya. Anaenda ananunua kabisa kifungio kile, anafunga hapo na kuta. Mshao kuona wanaume wanafunga nywele nyuma? Wanavutia. Wacheza mpira wangapi wako hivyo? Marasta. Ni uchafu mwingi ule. Sio bahati mbaya. Ni kupinga mpango wa Mungu. Tusome Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 11. Tunasogea watoto msichoke, wabembelezeni watoto wasilie. Kama kuna kitu chochote wapeni, tunakaribia kumaliza Exodus 2. Mlango wa 11 tuanze mstari ule wa 3. Biblia inasema hivi. Mstari wa 4 tuanzie hivi. Anasema hivi, kila mwanamume asalipo au ahutubupo, yani akiwa katika hali yoyote ile, naye amefunika kichwa chake, yu aibisha kichwa chake. Mstari wa 4.
kufunika. Siku hizi utaona wanaume kwa mfano kama Wahindu wanafunika vitambaa. Mabohora nini? Hawana Mungu kwa sababu hawalijui neno. Lakini tu mstari wa 14 anasema anatoka kwenye kufunika nywele kwa sababu mara nyingine ana maana mbili ya kufunika nywele, kufunika kichwa. Kuwa na nywele ndefu ni kufunika kichwa au kufunika kwa nguo. Mstari wa 14 anasema hivi. Wa 14 wa kwanza 11 anasema hivi. Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Leo hii wanaume wenye nywele ndefu ni wangapi? Ni fashion kwanza. Lakini ya shetani. Unaweza kuuliza sasa nywele ndefu ni kiasi gani? Yoyote ile utakayohisi imekuwa ndefu, ujue hiyo ni ndefu. Yoyote utakayohisi kwani au utakayoona kwenye jamii watu wengi hawana of course sasa hivi jamii huwezi kusema wengi kwa sababu wengi ni wameharibika vile vile. Kwa hiyo jamii haiwezi kawa mfano. Lakini Mungu anachosema kwa kadri inavyowezekana mwanaume uwe na fupi sana na mwanamke uwe na nywele ndefu sana. Lakini sehemu nyingine anasema hivi. Mstari wa 6 anasema hivi. Mwanamke asipofunika na akatwe nywele. Okay, tuanze mstari wa 5 anasema hivi. Bali kila mwanamke asalipo au ahutubupo bila kufunika kichwa, aibishwa kichwa chake kwa maana ni sawasawa na yeye aliyenyolewa. Sema asipofunika kichwa chake ni sawa na mtu aliyenyolewa. Manake aliyenyolewa ni kama mwanaume sasa na ameenda upande ambao si usema. Hii sura Mungu nilishafafanua by the way. Mtu aliyekuepo. Kwa hiyo na mahubiri yanapatikana kwenye mtandao. Lakini picha yake ni kwamba Mungu anasema mwanamke awe na nywele ndefu au akiona na nywele ndefu afunike nywele zake. Hapo yuko sawa na Mungu. Au na mwanaume awe na nywele fupi muda wote. Hana alternative ya kufunika nywele. Ni kuwa na nywele fupi mwanaume. Na akasema hivi, nywele ndefu amepewa mwanamke ili kusudi ziwe badala ya vazi. Asipokuwa ameweka vazi basi ana nywele ndefu. Kwa mfano anasema mstari wa 13 anasema, "Je, inapendeza mwanamke amombe Mungu asipofunika kichwa?" Leo hii utakutana na wanawake amechukua minywele yake ameipiga nywele nyekundu kama matofali au kama nini, mifupi, anatembea hajafunika kichwa. Mungu anasema sio sawa. Lakini Biblia inasema kwani yako maarifa kwa Mungu, Mungu si mshamba tu. Kwani anihusu nini mimi? Kwani Mungu akisema inanihusu nini? Paulo anasema katika sura inayofuata anasema mtu akitaka kuwa mjinga, akitaka kuwa mbisha. Mungu anasema mimi nitatoa maneno yangu na hayatanirudia bure. Nani anadhani kwamba mtu akikaidi sheria ya Mungu hana uwezo wa kumfanya chochote? Lakini mtu anamwambia kabisa siwezi nikajali. Biblia bora hata angesema daktari. Leo hii Biblia ikisema kitu na daktari akisema kitu, daktari anaaminika Biblia ya Mungu. Sawa. Twende tu. Lakini ni kwa heri leo tusikie sauti ya Mungu. Maneno ya Mungu ni muhimu kuliko maneno ya dunia, ya watu hata kama amesoma mpaka degree zikafika 700. Kwa sababu amefundishwa na ulimwengu. Point ya 3 ningeweza kwenda sehemu nyingi kwa sababu muda umeenda, nitaka kusoma kwenye wimbo ulio bora, lakini sina. Okay. Sitaenda huko. Ili somo limeingiliwa na masomo mengine ndani yake. Kwa sababu likisoma peke yake halitaeleweka. Kwa hiyo haya mengine ambayo sitasoma maana yake yatatoka katika somo jingine linalofanana na hili. Point ya 3, Mungu amewatofautisha watu kwa maumbile, amewatofautisha wanawake na wanaume kwa mavazi, amewatofautisha kwa nywele fupi kwa ndefu. Mungu kawatofautisha wanaume na wanawake kwa makusudi yake vile vile kwa majukumu yao, kazi wanazozifanya. Nitasoma mistari michache, iko mingi lakini nikisoma yote tutapitiliza. Twende katika Korinto wa kwanza hapo tulipokuwa. Korinto wa kwanza 11. Tulikuwa 4 turudi 3. Mstari wa 3 Biblia inasema hivi. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanamume na kichwa cha Kristo ni Mungu. Mungu ameweka utaratibu. Hizi tofauti kwamba
amewatofautisha nafasi zao za utendaji. Anasema kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Lazima mwanamume kichwa chake awe ni Kristo. Asikie sauti ya Mungu. Ndio anakuwa mwanamume kwa kweli. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Leo hiyo mpangilio huo wa majukumu hayo, mamlaka, chain of command imeondolewa na dunia. Mungu dunia miongoni mwa vitu maadui wa kitu kinaitwa haki za wanawake ni Biblia. Ndio sio? Yaani wangefanikiwa kuichoma moto ikaondoka. Kwa hiyo kwa adui wake ni Mungu. Biblia ukisema adui kama Biblia ndo adui wa jambo lolote, basi adui wake ni Mungu. Kwa sababu msemaji wa Biblia ni Mungu. Ili somo sijawahi kulisikia, naomba nikutie moyo. Kama ulikuwa hujawahi kulisikia umelisikia. Ndio moyo niliokupa. Ndivyo ilivyo. Na nakuomba urudi tena tutasoma na mengine. Na nikuhakikishie kwamba sijaweka neno langu mimi. Kabisa. Yaani sijatafuta hoja ambayo nikaona Mungu haisemi afu nikaipenyeza, hapana. Nikifanya hivyo Mungu anipige. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto tumetoka okay, hapo unaweza kusema sasa majukumu yako wapi? Majukumu yamo katika ule utaratibu wa kiutendaji. Kwamba ni nani ana mamlaka yapi katika nafasi ipi. Hivi ngoja niulize. Nichukulie mamlaka ya duniani ya kiserikali. Mkuu wa mkoa ni nafasi ndogo sana, ni mtu ambaye hana mamlaka. Ana mamlaka makubwa, si ndio? Lakini mamlaka yake yanalingana na ya rais. Hapana. Kila mtu amepewa nafasi yake. Huwezi kusema ana mamlaka madogo lakini sio ya rais. Na unajua mtu ambaye ana mamlaka makubwa kuliko rais? Mimi na wewe. Mamlaka ya rais ametoka kwangu na wewe kimsingi. Nchi nyingi sana, nenda Sudani. Kwenye nchi ambazo hazina, Mungu ametupa neema ya kuwa na demokrasia nzuri. Sijui itadumu kwa muda gani, naamini itakuwepo muda mrefu. Tutaendelea kuiombea. Lakini nenda katika mataifa kama Sudani, nenda Zimbabwe huko. Kitu wanaitwa kina Mugabe, sio kina al-Bashir chini, waliondolewa, walikuwa na mamlaka lakini yanaondolewa na wenye nayo, wananchi wa kawaida. Kila mtu ana sehemu yake. Mungu akasema kuna Kristo, kuna mwanaume, na hapo anasema mwanaume anaweza kuwa mume, anaweza kuwa baba kwenye nyumba. Binti labda yuko kwenye mamlaka ya babake. Kuna mwanamke, afu juu kabisa kuna Mungu Baba. Kristo naye ni Mungu lakini chini yuko kwenye mamlaka ya babake. Na ni Mungu. Lakini dunia haitaki hizi habari, haitaki kabisa. Majukumu haya haitaki, utaratibu haitaki. Biblia inasema kutoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, Mungu ametofautisha wanawake na wanaume kwa vitu vingi, kimojawapo ni majukumu na kazi. Anasema katika Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 8, Biblia inasema hivi. Anasema basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Wanaosalisha ni wanaume. Na akashuka mbele mstari wa 12 akasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume. Biblia inasema hapana. Wanadamu wanasema hapana. Kwani Mungu ni nini sasa? Kwani anajua chochote Mungu? Ushamba wa zamani huo bwana. Sasa tuko kwenye karne ya 21 ya kisayansi, ya kishetani. Tuko kwa master wa ujuzi. Mungu ni mshamba, hajui chochote. Alikuwa anaongea zamani, hajui chochote. Ndicho wanadamu wanachosema kwamba Mungu hajui chochote, mshamba. Mungu hajawahi kuwa mshamba. Mungu ana hekima zote. Mungu angekuwa mshamba asingekaumba katoto kadogo tumboni kakawa hakana msaada, mtoto anazaliwa hana chochote, anajikojolea, anajichafua, anajinyea, tutumie neno lenyewe. Lakini huo ndo mpango wa Mungu. Yaani huo udhaifu wa kuumba kwako na mimi na wewe ndio Mungu. Watu wakiangalia sema Mungu sasa ameumba vitu gani? Sasa angeumba ambaye anajua kujisafisha, ambaye ana uwezo
Lakini Mungu kwake ikampendeza kwamba mwanadamu apitie hatua hizo. Ndio hekima ya Mungu. Hakuna mtu ambaye hakujichafua mimi na wewe. Ndio hekima ya Mungu. Mungu akawatofautisha wanaume na wanawake kwa jinsi ya kazi zao. Hata katika maisha ya kila siku nyumbani. Biblia inasema tusome na nitafungia hapo kwenye hii hoja, tusodene kwenye hoja ya kufunga kabisa. Biblia inasema kutoka katika kitabu cha niko na maeneo mengi, maandiko mengi nimepunguza tu. Tusome tutasoma mistari miwili, nitatoa mfano. Lazima nitoe mfano wa mistari. Tusome na hii nitasoma kwenye King James. Kwa sababu akishafika maeneo ambayo yanasumbuana na Biblia, wana tafsiri Biblia kiuongo. Mimi naisoma kwenye King James. Naisoma kwenye King James. Tulikuwa kwenye Timotheo kwenye nini? Tulikuwa kwenye Timotheo wa kwanza. Basi ni huo. Twende kwenye Timotheo wa kwanza. Mlango tulikuwa wa pili, sasa twende mbele, twende mlango wa 5. Timotheo wa kwanza 5:14. Timotheo wa kwanza 5:14. Mungu anategemea nini ndani ya nyumba, mwanamke afanye nini na mwanaume afanye nini? Biblia inasema kwenye neno inasema mtu asiyelisha wa kwake ani kama ameacha imani, mwanaume akisema. Mwanamke akamwambia nini? Timotheo wa kwanza 5:14 Biblia inasema hivi, 5:14 Biblia inasema hivi. Kwenye King James anasema hivi, I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproach free. Anasema hivi, anasema nataka, I will. Nataka wanawake wadogo. Hapa amesema wajane. Pana alikuwa anasema wanawake ambao mtu aolewe kabla hajafikisha miaka 30 ngapi huko mtu mzima. Waolewe wazae watoto, guide the house, waiongoze nyumba. Leo hii nyumba zinaongozwa na wanawake ndani ya nyumba jikoni. Hapana, itaongozwa na mtu aliyelipwa fedha, mshahara, itaongozwa na yote yule, lakini anaweza hata asijue nini kiko, hata ana sufuria ngapi ndani ya nyumba yake. Kwa mipango ya maendeleo ya dunia hii. Lakini Mungu hajasema hicho. Anasema mbona huu mstari haueleweki? Haueleweki kwa sababu hujajiandaa kuona. Lakini mimi ninauelewa na uko wazi kabisa. Kuwe na uzao wa watoto, kuwe na uongozaji wa nyumba, ndani ya nyumba jukumu. Anakuambia leo ni zamu ya huyu. Hapana, hakuna zamu ya mambo ya kupika na kuongoza nyumba. Na vile vile hakuna zamu ya kulipa umeme. Kazi ya mwanaume. Lakini dunia inasema tunayapishanisha, hakuna mwanamke, hakuna mwanaume. Hapana. Twende hata katika kazi za kisayansi, zile za kusomea. Twende kutoka katika kitabu, na hii nitasoma kwenye King James tena. Ningesoma sehemu 3 lakini kwa sababu muda nitasoma sehemu moja tu. Tusome kutoka katika kitabu cha Kutoka 1:15 kwenye King James. Kutoka 1:15. Hata kama una Biblia ya Kiswahili soma. Kutoka mlango wa kwanza ni kitabu cha pili kwenye Biblia. Kutoka mlango wa kwanza mstari nimesema wa 15. Yes, 15. Biblia inasema Kutoka 1:15. Nitasoma sehemu hiyo, ningeweza kusoma sehemu nyingi lakini moja tu kwa ajili ya muda. Anasema hivi, na nimeshaandaa sehemu nyingi. Anasema hivi, and the king of Egypt, mfalme wa Misri, spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shifra, and the name of the other Pua. Mungu hasemi kwa bahati mbaya. Anasema mfalme nitafafanua. Mfalme wa huyu ni Farao. Akaongea na watu wanaitwa midwives. Midwives Kiswahili chake hapa anasema wazalishaji, si ndio? Kiswahili cha midwife ni nini? Mtaalamu wa mambo ya afya. Wakunga. Mkunga kibiblia kazi yake ni mwanamke. Na amewataja majina. Leo hii utakuta madaktari wa kike karibu wote ni wanaume. Na wanapenda kweli, si kwa nini? Yaani tunapokuwa tunaenda kuchagua madaktari wanaokuja kusomea specializations za wanawake, wanaweza kupata maombi 200 na wote wakuta ni wanaume. Biblia haijasema hivyo.
Na wanaitwa midwife. Midwife, wife ni mwanamke. Kwa hiyo wewe ni mwanaume, mwanaume ni mwanamke. Jina lenyewe tu linataja anatakiwa mwanamke. Mtu anayetoa huduma za uzazi kwa mzazi mwenzake mwanamke anatakiwa mwanamke. Na ni haki vile vile. Nilikuwa Japani miaka mingi tu. Pale mpaka mwaka 1990 ilikuwa hauruhusiwi mwanaume. Na ni taifa lisilo la kimungu. Uwezo kwa mfunga mwanaume. Uwezo kwa mtaalamu wa kuzalisha akina mama wanaume. Sasa kwanza haifanani na haijaandikwa maandiko, lakini Mungu aliwatofautisha hata kwenye kazi akasema atafanya hivi. Huoni sehemu yoyote askari anayechukua mtutu kwenda kupigana kama mwanamke kwenye Biblia. Huioni, lakini leo ni haki sawa. Ni mpango wa kishetani. Tufanye tu twende. Sasa kinachoniuma ni kwamba watu naona kuna watu wanapata baridi. Kwani jamani ni makosa kusema hizi habari? Usipate baridi. Pata baridi unaumia, utaumia bure. Kwa sababu maneno ya Mungu ni mengi. Yaani kila Mungu anaposema ukasikia baridi, unaweza ukaishi sasa kwenye friji lako. Ndio kuna baridi kali. Ukiyasikia maneno haya, kwanza unakwenda unasikia mara ya kwanza, yasikuhukumu. Hata siku moja. Useme mimi ndo nasikia mara ya kwanza. Sasa Gwajima atasimama yahubiri haya. Gamanyo atayahubiri haya. Nani makatoliki atahubiri haya. Watakwambia vitu vingine vyote. Njozi za leo. Bwana naenda kwa sadaka zako, njozi zako ziwe. Ndio watakachokuambia kila siku. Hawezi kuambia habari za Mungu. Sasa kama hujasikia kosa ni lako. Hapana. Jukumu lako ni kutaka kusikia zaidi. Yesu aliwaita akina Petro siku ya kwanza kusoma kwenye Yohana mlango wa kwanza pale. Wakaenda, wakamsikiliza. Sema tutakuja tena kusikiliza siku nyingine tukapenda. Wakapenda. Baadaye wakawa wanafunzi wake wa kudumu wakawa mitume. Lakini walianza siku ya kwanza waliposikia kitu ambacho hawajawahi kusikia, wakasema hii habari ni sitaiachia hapa, nitaifuata tena. Siku nyingine tena mpaka nijue kweli. Na kweli itanifanya huru. Ningeweza kusoma sehemu nyingi. Hakuna sehemu hata jina tu linatosha kwamba mtu mwenye jukumu la ukunga ni mwanamke. Na magonjwa yote ya kike ni ya mwanamke. Ni daktari mwanamke au mtu mwenye ujuzi wa kina kama mwanamke. Pointi ya mwisho ni swali la kujiuliza. Kwani basi dunia inafaidi nini inapoondoa nafasi ya mwanamke kwa ikampeleka kwa mwanaume na mwanaume kwa mwanamke, bara wengine akawalazimisha hata wakaenda mahospitalini kubadilisha jinsia zao, wakapanikizwa matiti kama ni wanaume wanapanikizwa kabisa, yanafanania kabisa. Wakapanikizwa vitu vyote vile vya viungo vyote vinapanikizwa. Ukiona tu nafikiri ni huyo. Na sasa hivi kuna mpango wa wanaume kupandikizwa kizazi waweze kubeba mimba. Itakuwa sayansi nzuri, maendeleo, si ndio? Si ni vitu vizuri. Sayansi, maendeleo. Iko njia, sio iko njiani, sehemu nyingine nafanya kazi. Lakini kesho na kushukutwa itakuja mpaka dispenser. Au isipofika dispenser itaisha kwenye hospitali ya rufaa. Sasa point ya mwisho ya kufungia kabisa kwa sababu muda umeenda sasa. Natumia dakika 3 tu. Kwani basi faida yake ni nini? Kwa nini yote haya tunaona? Faida ya kwanza kabisa, ya kwanza kubwa kabisa ni furaha ya shetani kumpinga Mungu. Yaani shetani hata asipotukuzwa, maadamu Mungu asipoheshimiwa. Yaani ni kama timu mbili zinacheza. Timu moja ina nguvu sana ndio Mungu. Timu nyingine ni dhaifu sana ndio shetani. Ndio picha ya Mungu. Ndio picha ya uhalisia. Japo shetani ana nguvu nyingi juu ya wanadamu, lakini katika ulinganifu wake kwa Mungu ni mdogo sana, lakini ana nguvu kuliko wanadamu. Sasa ile timu dhaifu ikitoa draw tu peke yake, kwake ni ushindi, ndio sio? Shetani akifanikiwa kwamba Mungu mpango wake hata kama haujaja kwa shetani, lakini huu mpango wa Mungu usifanikiwe tu, kwa shetani anaona ni ushindi. Biblia inasema ukisoma katika labda nisiende pale. Nitaitamka mdomoni. Ukisoma katika Yohana mlango wa 10 mstari wa 7 mpaka wa 10, lakini hasa mstari wa 10 sana. Mstari wa 10 anasema adui ambaye ndo shetani, akimsema picha ya shetani, haji
ila kufanya mambo yafuatayo: kuua, kuchinja na kuharibu. Ule mtu anayekuja kuua, kuchinja na kuharibu, kuna kitu anakuwa amefaidi moja kwa moja. Lakini mradi tu ni kama alivyo gaidi. Gaidi anaweza kaja akalipua tu uwanja wa ndege wote. Ukajiuliza, je, ule uwanja ameuchukua umekuwa kwake, amepata hela? Hana alichofaidi, lakini kule kuharibu tu kwake ni ushindi. Shetani akifanikiwa kuharibu mpango wa Mungu, hata kama haumletei faida, kwake ameshinda. Kwa sababu lengo lake sio kufanikisha, lengo lake ni kuharibu. Lengo lake ni kuchinja. Lengo lake ni kuua. Watoto, ukishapata wanawake waliojifanya wanaume, utapata mimba nyingi zinauawa mahospitalini, zinachomolewa. Inaenda moja kwa moja sambamba na utoaji wa mimba. Ni vitu vilivyoshikamana. Kwa hiyo ule mstari nilikuwa nimesema tusome katika Yohana mlango wa 10, mstari wa ngapi? Wa 7 mpaka 10, lakini nikisisitiza mlango wa mstari wa 10, yes. Mstari wa 10, mlango wa 10 Yohana. Hebu tuende katika kitabu cha Wafalme wa kwanza. Ukisikia kitabu cha Wafalme wa kwanza, definitely unakuwa unatafuta sehemu kubwa, unapata habari za Sulemani. So Samueli wa pili ni habari za Daudi. Samueli wa kwanza ni Samueli mwenyewe na Sauli. Lazima tuvijue vile vitabu hivi vinasumbua watu. Kwa hiyo ukisikia Wafalme wa kwanza, sehemu kubwa ni Sulemani. Sulemani, ukisoma Sulemani Wafalme wa kwanza mlango ule wa 3, angalia utendaji wa kishetani ulivyo. Uone shetani anavyofaidi mambo yanapokuwa yameharibika. Yaani hahitaji kupata faida. Faida yake ni kuharibika, ni kuharibu vitu. Kwa sababu tunaona anaua na kuharibu na kuchinja. Mstari wa mlango wa 3, Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza mlango ule wa 3. Mstari ule wa 23. Ngoja tusome kakisa fulani. Wakati mwingine ni vizuri kujua visa vya Biblia. Jamani, nimechoka sana. Mbona kama mmelala? Hebu amkeni basi. Haya, kwa sababu hii ni habari nzuri sana. Sio nzuri sana, lakini inakuza sana kiroho. Mstari wa 23, Wafalme wa kwanza mlango wa 3, bila sema hivi: ndipo mfalme akasema, huyu mfalme Sulemani, huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa, na huyu anasema sivyo hivyo, bali mtoto aliyekufa ni wako na mtoto aliye hai ni wangu. Mfalme akasema, nileteeni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Mfalme akasema, sasa mkate mtoto aliye hai vipande viwili, kampe huyu nusu na huyu nusu. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme, kwa maana moyoni mwake alimuonea mtoto wake huruma, akasema, bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimuue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, akatwe tu. Ndipo mfalme akajibu akasema, mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai, maana yeye ndiye mama yake. Mnapata hicho kisa kilivyokaa? Hapa ni nguvu ya shetani ya Mungu. Shetani akipata kuna mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, ni wanadamu wote ni wa Mungu. Ikiwezekana akasema, akaulizwa kwamba tumkate katikati, nusu hiyo ya Mungu, nusu hiyo ya shetani. Awe Jumapili anaenda kusali, lakini Jumatatu amevaa masuruali. Awe anamwamini Mungu, anaomba wakati huo ana hirizi. Shetani anasema sawa, tumgawane, haina shida. Mungu anasema kama mnataka gawanye, mpeleke akae kwa shetani. Awe wa kwako. Shetani kazi yake ni kuharibu. Yaani kile kitendo tu kwamba Mungu alisema mwanamke awe mwanamke na mwanamume awe mwanamume, kwa shetani akivivuruga tu peke yake amefanikiwa. Kwa mfano huyu kulikuwa kuna wanawake wawili, wana watoto wawili, mmoja amekufa, mwingine yuko hai. Huyu ambaye mtoto wake amekufa akasema huyo aliye hai ndio wa kwake. Maana yule mwingine anasema huyo hai ni wa kwangu, akampeleka kwa Sulemani. Sulemani alikuwa anaipima Mungu. Akasema tutapanga tumgawe katikati. Huyo aliye hai. Si kila mtu anasema ni wa kwake. Chukua nusu hai na wewe nusu nyingine hai. Sisi kama angekuwa hai. Yule mama wa kweli akasema hapana. Siko tayari kugawana haki.
Mungu anasema siko tayari kama watu hawataka kunitumikia wapeleke wamtumikie shetani, lakini sitaki mtu shetani akiona mtu anamtumikia shetani anamtumikia na Mungu anafurahi. Na ndivyo Wakristo wengi walivyo. Hawa Kristo wanamtu Bwana asifiwe sana nawapenda Bwana toa na sadaka. Kwa shetani ni safi kwa sababu hiyo nusu ni ya Mungu lakini ana nusu yake naye. Mungu anasema pana huyo mpeleke simtaki. Mpe mwingine. Hiyo ndio lengo la shetani ni kuharibu mpango wa Mungu. Lengo la pili na sitalisomea maandiko kwa sababu nishakuhubiri ni kueneza ile dhambi itakayoifunika dunia siku za mwisho, giza la dunia, dhambi, matendo ya mwilini ya uzinzi, washerati, ushoga, vyote hivyo vina uhusiano mkubwa sana na wanaume kuvaa mavazi ya kike. Kwa sababu wanaume wengi mashoga akishavaa sketi, yani hata tamaa ya mwanamume mwenzake inaweza kawaka. Kwa hiyo pia ni kuleta kuchochea kasi ya ushetani unao wa ushoga na uchafu wote unaofanana na hayo matendo. Ingeweza mtu ambaye hana nani, ambaye ana Biblia anaweza kusoma kutoka katika kitabu cha Warumi. Sitasoma pale kwa sababu muda umeenda. Warumi mlango wa kwanza mstari wa 26 na kuendelea. Nilihubiri sana hii habari wakati tunasoma kitabu cha Warumi na nilihubiri wakati nahubiri dhambi ya ushoga inavyoenda kufunika dunia. Kwa hiyo mtu ambaye anataka anaweza kufuata kwenye mtandao, hizo habari zinapatikana, nitazieleza na nitaishia hapa. Baba, tunakushukuru kwa fadhili zako. Asante kwa siku ya leo Mungu, asante kwa kutukusanya na kutuombea makusudi ya neno lako. Yamkini Mungu sio wenye haki sana mbele yako, lakini tunaomba kwa tusamehe. Tunaomba Mungu katuongoze katika haki na utakatifu. Bariki watu wako Mungu walioko hapa na walioko mbali. Tubariki hata katika vipindi vinavyoendelea Mungu, hata katika ushirika. Tubariki wiki nzima inayokuja Mungu. Asiwepo wa kulaza, asiwepo wa kuugua. Mungu ukatupe mahitaji ya mioyo yetu yale ambayo yanakupendeza Mfalme. Bariki kila mmoja, bariki kazi za mikono, bariki usalama na ulinzi na afya. Bariki utendaji wetu Mungu, tukusanye pia katika vipindi vinavyoendelea vya wiki katikati ya wiki Alhamisi na Jumapili pia na Jumamosi. Kazi yako Mungu ya kupeleka nje. Kristo tukushukuru katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunapokea. Amen.